kwenye channel hii ya Kliniki ya Afya Mapenzi. Mada hii nimeahidi muda mrefu, lakini leo kwa neema ya Mungu imewezekana. Mada inayosema kipi ni rahisi zaidi kwa mume au kwa mke? Ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba mwanadamu aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu amepewa wajibu wa kuishi ili kumfurahisha Mungu katika mawazo yake, maneno yake na hata matendo yake. Ninapoleta mada hii inaposema kwamba kipi ni rahisi zaidi kuwa mume au mke, nataka nikuonyeshe jinsi gani ilivyo vigumu kuendesha uhusiano wa kimapenzi usipojua kikamilifu wajibu wako. Sasa tuanze kwa ndoa ya kwanza aliyoanzisha Mungu, Adam na Hawa. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3, baada ya Adamu kula tunda waliokuwa wamekatazwa na Mungu, watu hawa wawili walipewa adhabu tofauti. Labda naomba nizungumzie, walikuwa wanazungumzia juu ya watu watatu, sio wawili. Mtu wa kwanza ni mwanaume, mtu wa pili mwanamke, mtu wa tatu ni nyoka ambaye alimdanganya mwanamke. Naomba nisikilize hapa, kuna kitu nataka nikufundishe hapa. Kuna video ambayo nimeshaitoa ambayo nimeweka TikTok, nimeweka tu kipande cha hii mada, na hapa naweka mwendelezo mkubwa sana na nitaongea mambo mengi sana hapa yanahusisha hasa sayansi. Naomba unisikilize. Adamu mwanaume alipewa adhabu, akamwambia kwamba kutokana na kwamba umekubaliana na mke wako mkala lile tunda, nchi imelaaniwa, mtakula kwa jasho, miti itaota miti yenye miiba na mtakula kwa majasho. Mwanamke akapewa adhabu, akaambiwa hivi, utazaa kwa uchungu na hamu yako itakuwa kwa mumeo na kwa mumeo atakutawala. Sasa bila kujali wewe ni Mkristo au sio Mkristo, lakini kama unaamini Mungu yupo, naomba unisikilize hapa. Nimekutana na kesi ambayo imethibitisha kwamba mada hii Mungu alipenda nitengeneze leo, video hii nitengeneze leo. Kuna mcheza sinema maarufu sana, jina lake halisi anaitwa John McClane, lakini jina lake la uchezaji filamu anaitwa Bruce Willis. Amecheza kwenye filamu moja inaitwa Die Hard, yani kufa vigumu, Die Hard. Na katika sinema hiyo ameongea maneno ambayo ni ya kweli kabisa na yamemletea maarufu aina fulani, japokuwa sasa hivi ni mgonjwa. Amesema hivi, mwambieni mke wangu kwamba nimeshamwambia zaidi ya mara 1000 kwamba nampenda, lakini kamwe hajawahi kusikia nikimwomba msamaha. Kamwe hajawahi kusikia nikimwomba msamaha. Sasa basi, ninaposema kwamba kati ya mwanaume na mwanamke nani ana mzigo mdogo, yani kipi ni rahisi zaidi kwa mume, kuwa mume au kuwa mke ndani ya ndoa? Jibu hapo ni mwanaume, na nataka nitoe maelezo kwamba ni rahisi kuwa mwanamke, yani kitu rahisi katika ndoa ni kuwa mwanamke, sio mwanaume. Kwa mwanaume ni vigumu. Naomba unisikilize. Kwa mwanaume ni vigumu, na ugumu wake uko hapa. Naomba unisikilize, ugumu wake uko hapa. Sasa ugumu wake uko hapa, nikiwa namaanisha ni kwamba kwa sababu mwanaume amepewa jukumu la kumtunza mwanamke, afanye kazi ya kutoa jasho, anapata stress nyingi sana. Inakuwa ni rahisi sana asipotumia akili kumuona mwanamke kama vile anamtegea, wakati Mungu amesema kwamba mwanamke ni msaidizi. Sawa, mwanamke ni msaidizi.
Sasa kutokana na mwanaume kwamba amepewa wajibu wa kutafuta na kutunza watoto na kila kitu, akili yake ilivyoumbwa, asipoitumia vizuri itasababisha amuone kwamba mwanamke anamuonelea, na si ajabu akamuona mwanamke ni mzigo asipotumia akili yake. Sasa basi, wanaume wengi kutokana na wajibu wa kutunza familia, kuhangaika kutafuta pesa na nini, wanasahau kuwa na muda wa kukaa karibu na wake zao. Muda wa wewe kukaa na mke wako mkaongea ni muda wa muhimu sana, lakini hii sio peke yake. Katika ulimwengu huu wa simu za mkononi, mwanaume anatoka asubuhi kwenda kazini mpaka jioni hajawasiliana na mke wake katikati hapa. Hiyo ni dhambi kubwa, na nimeikuta katika tafiti ya mada hii kwamba wanawake wengi wangependa sana wawe na mawasiliano. Na katika mada hiyo, katika tafiti hiyo nikakutana na watu ambao ni walimu, wakasema kwa walimu kidogo inakuwa shida kwa na mawasiliano ya hapo kwa hapo, sababu unaweza kuwa niko darasani nafundisha, simu nimeweka silence, nitachelewa kujibu. Kwa hiyo kuna swala la kueleweshana ambalo sasa mwanaume anaweza kusababisha ubabe ukaleta shida. Sasa hili la kueleweshana ni gumu. Leo nimeongea na dada mmoja kutoka Canada. Amepata mchumba, yeye ni Mkenya lakini amepata mchumba kutoka Tanzania. Sawa? Tayari uhusiano na miezi 4, tayari kuna mgogoro umeanza kutokea kati yao. Sasa nikiangalia kutokana na maelezo ya mwanamke, naona kosa liko kwa mwanaume, lakini mwanaume haelewi kwamba anakosea. Japokuwa anakiri kwamba anampenda sana huyu mwanaume. Anapenda sana huyu mwanamke. Anakiri ameshamtambulisha kwa wazazi wake na kila kitu. Anasema anampenda sana huyu mwanamke, lakini kuna makosa anayoyafanya lakini hajui kwamba ni makosa. Na leo nataka nikuonyeshe makosa. Sasa tukimwangalia huyu mcheza filamu anayesema kwamba nishamwambia mke wangu nampenda zaidi ya mara 1000 lakini hajawahi kusikia nikimwomba msamaha. Wanaume wengi wana hali ile ya ubabe kutokana na mazingira ambayo nimeyazungumzia hapa, kwa sababu walivyoumbwa na akili yao wanajiona wao ni watawala. Sasa anapokuta mwanamke anaanza kuhoji maamuzi yake, anaanza hapo kuuliza maswali ya kutaka kujua, mwanaume anakuonyesha ubabe. Nikupe story ya kweli iliyotokea kama miaka 10 iliyopita katika kliniki yangu ya afya mapenzi. Huyu kaka kanipigia simu, kaniambia dokta, na girlfriend wangu kaniacha, na sababu haiko clear, haiko wazi sana. Hajaniambia sababu yake wazi, lakini ameniacha. Nikamwambia kuongea na mimi, kutoa ushauri unalipa shilingi 5000, lakini kwa sababu wewe uko Musoma, ameniambia uko Musoma na huyo mpenzi wako uko Mwanza, alipa shilingi 10000 ili mimi niwashe gari nimfuate pale ofisini kwake. Akalipa hiyo hela. Nikaenda kumuona yule dada. Yule dada nikaongea naye ndani ya ofisi, ndani ya gari yangu. Nikamwita ndani ya gari, nikaongea naye. Akaniambia bwana, mwambie bwana mimi nimemwacha kwa sababu ana tabia za ubabe sana. Huyu jamaa alikuwa na duka la vifaa vya pikipiki Musoma, hela nazo, lakini ubabe. Usipotaka kukubali kwamba katika uhusiano kati yako na mwanamke nyinyi mko sawa, kila mtu ana haki sawa, utapata shida sana kumwelewa mwanamke, utamlaumu, utamkandamiza. Na hii ndio inapelekea mwanamke anakaa kimya, na akikaa kimya maamuzi yake yanaweza kuwa mabaya. Naomba unisikilize. Sasa nimeingia kwenye sayansi. Sasa naingia kwenye sayansi. Nimeondoka kwenye Biblia naingia kwenye sayansi. Kuna sheria za joto 4 wanaita laws of thermodynamics. Sheria ya kwanza inasema hivi: energy, yani nishati, sawa, haitengenezeki wala haiharibiki, bali inaweza ikabadilishwa muundo wake. Kuitengeneza huwezi kuitengeneza, alafu huwezi ukaibadilisha, huwezi ukaiharibu, yani ukaidestroy, sawa. You can't huwezi ukaitengeneza, huwezi ukaiharibu, ila unaweza ukaitransform, ukaibadilisha. Nguvu ya mvuke unaibadilisha
Utakawa ni unaweza kaendesha gari moshi lile la moshi, gari la moshi ni mvuke. Makaa ya mawe yanatoa moto, yanachemsha maji, maji yale yanakwenda kuendesha injini, mvuke wake. Na hata umeme tunaopata kutoka kwenye mito kama mto Pangani kwa Tanga, sijui mito gani mingine wana maji na umeme, ni kwamba nguvu ya maji inaendesha, wanaita turbines. Ile turbines zinakwenda kutengeneza umeme. Kwa nguvu moja inaweza kubadilisha ikawa nyingine. Sasa hiyo najua nimewachanganya watu wengine hapo, lakini naomba unisikilize kwa sababu nataka nifanye iwe rahisi zaidi kuelewa hii sayansi. Ni kwamba mawazo ni nishati. Maneno ni nishati. Mawazo ni nishati na maneno ni nishati. Sasa kwa mfano hizi hisia pia ni nishati, sawa? Hisia, unapokuwa unajisikia hasira au unapojisikia furaha, wanaita kwa Kiingereza wanaita emotion. Emotion maana yake ni energy in motion, yani nishati ikiwa katika matembezi, sawa? Sasa kuna vitu ambavyo unashindwa kuvifanya au unavifanya vibaya, vinasababisha mawazo kwa mwenzio. Sasa yale mawazo yasipotoka yanakwenda kuharibu mtazamo wa ule mtu. Unasema kuna kuwepo na disorder. Sasa yani usipotoa yale mawazo, naomba nisikilize hapa. Usipotoa yale mawazo mabaya kwa njia moja au nyingine, lazima yani yananyonya yale mapenzi unayo kwa mtu. Sasa usipoomba msamaha, naomba nisikilize. Usipoomba msamaha, mwenzio anajua kabisa unatumia ubabe, anaumia. Sasa yale maumivu utashindwa kuyatoa, ataenda kutolewa kwa mchepuko. Naomba nisikilize hapo. Kwa mfano, kuwa mtu wa shukrani. Mwanamke sawa, haendi kazini, lakini anapika, anafanya usafi nyumbani, anaogesha watoto, anakuzalia watoto vile vile. Chukulia mwanamke huyu ana kazi tu. Achana siku hizi kwamba wanawake na wenyewe wanafanya kazi kila kitu. Tena hiyo ndio mbaya zaidi, na mwanamke naye akiwa na kazi, ni mbaya zaidi. Na yeye mwanamke yeye anakuja nyumbani naye amechoka kama ulivyochoka wewe. Sasa afu namwambia, "Mbona hujafanya hiki? Mbona hujafanya hivi?" Na yeye ametoka kazini kama wewe. Ndio na ugumu. Ndio maana wazungu wanalijua hilo. Hata mwanamzungu anaingia jikoni bila shida. Sio wote, lakini na wenyewe wazungu kuna wapumbavu vile vile. Mzungu anaingia jikoni anapika, anamwambia mama kaa. Nimekutana na story moja ambayo nimeipenda. Nasema hivi, mimi na mke wangu tumewekeana zamu. Hawa ni wazungu, tumewekeana zamu. Mimi nikipika, mke wangu ataosha vyombo. Mke wangu akipika, mimi nitaosha vyombo. Unaweza kuona, huyu ni mume na mke. Hivi, tumewekea sana. Mke wangu siku akipika, mimi nitaosha vyombo. Nikipika mimi, mke wangu ataosha vyombo. Kwa kila mtu anajua wajibu wake. Sasa unaweza kuona jinsi gani ilivyo tamu. Nakutana na kesi nyingi, ni vitu vidogo lakini watu wanatujua kama vina muhimu sana. Mtu kabla hajaondoka kitandani pale asubuhi, hajaondoka kitandani, lazima ambusu kwanza mke wake, anambusu habari za usiku, na anambusu ndio anaenda akaoge ili ajiandae kwenda kazini. Akirudi kazini hivyo hivyo atambusu, atampakata. Ni vitu vidogo lakini vimewashinda wanaume wengi sana. Niko historia kweli kwa rafiki yangu mmoja, ni mwanasheria, mume wake anafanya kazi benki. Niko historia kweli. Huyu dada baada ya kunisikiliza hapa, alafu nikaongea naye, sawa, akaenda akamwambia mume wangu, mbona siku hizi unikupatii kama zamani? Zamani kwa tukikaa kwenye kochi unanitekenya tekenya na nini. Mwanaume akamwambia, bwana, haya alikuwa mambo ya zamani bwana. Sasa hujanitamkia kwamba unanipenda, kunitamkia kwamba unanipenda pia umepungua. Mwanaume anaambiwa. Mwanaume akasema, bwana, haya mambo ya zamani bwana. Mwanamke akamwambiaje, ungejua wanaoniambia wananipenda kwa kazini ni wangapi? Mwanamke ni mwanasheria, mwanaume yuko benki. Ungejua ni wangapi wananiambia wananipenda kwa kazini, usingesema hivyo. Kumtamkia mwanamke na kupenda sio kwamba unampa taarifa, unamthibitishia kwamba bado thamani yako iko pale pale. Sikiliza story hii ya kweli. Sikiliza story hii. Anasema hivi, dokta, najisikia napendwa na mume wangu, lakini sijioni kama nathaminiwa. Unasikia? Anasema najisikia napendwa, lakini sijioni kama nathaminiwa. Mume wangu kweli ananipenda na yuko tayari kufanya jambo lolote lile
kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa shwari, lakini sijisikii kama ninathaminiwa kila siku. Kwa sababu gani? Mara nyingi hawezi kufanya kitu mpaka nimwambie. Unaweza kuona hawezi akafanya kitu mpaka nimwambie. Sawa? Sijisikii kama nathaminiwa. Kwa sababu gani? Yale ninayoyafanya kama vile hayaoni. Yale ninayoyafanya kama vile hayaoni. Yaani kusema asante kunishuhudia kama vile hayaoni. Huyu mwanamke analalamika. Unaona, kwa mwanaume wewe unaona kwamba ni kitu kidogo, kwa sababu unaacha milioni moja kila siku. Unaona ni shwari kabisa. Yale anayofanya mwanamke anataka ayaone kwamba nawe unayathamini kwa kuonyesha shukrani na appreciation na kumsifia. Haya, nikupe story nyingine ya kweli. Huyu mwanamke kila wakifanya mapenzi na mume wake anamwambia asante mume wangu. Kila wakifanya mapenzi na sasa akaanza kujiuliza, mbona mume wangu mimi haniambiagi asante? Yaani mimi tu ndo naofanya asante. Akaamua kuacha kumwambia asante baada ya tendo la ndoa. Mwanaume kakasirika, anamuuliza, mbona siku hizi unipi asante? Unaweza kuona jinsi gani hakuna uwiano, hakuna balance. Hakuna balance. Na ndio hii sasa utakuta mwanamke anashindwa kuonyesha mapenzi yake yote kwa mwanaume. Alafu mwanaume anajisikia hapendi, anachepuka. Kwa sababu amejaribisha kuonyesha mapenzi kwa njia zake anazozijua, lakini anakatishwa tamaa na mwanaume. Sitaki kuwalaumu kwamba wanaume ndio wakosaji wakubwa sana, na wanawake na wenyewe wana makosa yao. Na wanawake na wenyewe wana makosa yao. Biblia inaposema mwanamke mpumbavu anaibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Nisikilize. Biblia inasema kwamba mwanamke mpumbavu anaibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Biblia haikumgusa mwanaume. Haikumgusa mwanaume hapo. Haikumgusa mwanaume kabisa. Sio kwamba hakuna wanaume wapumbavu. Wapo. Lakini Biblia imemtaja eti mwanamke. Sasa Biblia mwanamke anaitwa msaidizi. Kweli au sio kweli? Kama mwanamke anaitwa msaidizi, manake kazi kubwa ni ya mwanaume. Kama vile fundi wanaojenga nyumba. Sawa? Fundi ndo anayewajibika katika kuhakikisha nyumba inakwenda sawa sawa. Mwanaume yule msaidia fundi kazi yake ni kuhamisha tu matofali, anamletea fundi. Kuhamisha simenti iliyokorogwa na kumletea fundi. Sawa, ndio kazi yake. Huyu ni msaidizi. Lakini sehemu kubwa akili iko kwa fundi mwenyewe. Sasa Biblia inasema kwamba inawaambia wanaume hivi, ishini kwa akili na wake zenu. Ishini kwa akili na wake zenu. Sasa wanaume wengi hawatumii akili, wanatumia mabavu. Hiyo ndio shida iliyopo. Wanaume wengi badala ya kutumia akili wanatumia mabavu. Hakuna unyenyekevu. Hebu fikiria, historia yenyewe ni ya kweli nakupa. Hao watu wako ndani ya chumba lakini wameanza kuishi pamoja. Mwanamke anaenda na lala pale weekend, Ijumaa mpaka Jumatatu anaenda kazini, sawa? Sasa mwanaume amekuwa na tabia kupekua simu ya mke wake, anapekua. Sasa siku moja mke wake naye akakasirika. Kwa nini anapenda kupekua simu yangu? Na mimi nishike simu yake. Bwana, mimi nipe simu yako nipekue. Mwanaume akamwambiaje? Sasa unataka kushindana na mimi? Unataka kushindana na mimi? Hata kupekua simu yangu unataka kushindana na mimi? Unaweza kuona yeye anaona na uhalali wote kupekua simu ya mke wake. Lakini simu yake ipekuliwe hayuko tayari. Sasa basi nikija kwenye swala la thermodynamics na kuja kwenye sayansi sasa. Huyu mtu anabakia na uchungu na huzuni ambayo mwanaume ameshindwa kuitoa. Na kwa sababu gani? Huyu mwanamke hajui jinsi ya kutoa ule uchungu ndani ya nafsi yake. Utasababisha awe mpumbavu. Anakuwa mtu wa kulalamika. Sasa basi sayansi inasema hivi, mtu wa kulalamika anasababisha sehemu ya ubongo ambayo inasababisha katika kukusaidia wewe kufanya maamuzi sahihi inaitwa prefrontal
cortex. Ni sehemu hiyo sehemu ile inaanza kupungua nguvu yake na ukubwa wake. Kwa hiyo mwanamke akiwa na malalamiko ndani ya moyo wake, akili yake inaanza kupungua uwezo wake wa kufikiria vizuri. Ndio maana Biblia inasema kwamba, nakuambia hii science, na kama huamini ingia kwenye Google kama unafahamu Kiingereza, complaining and brain shrinking. Complaining and brain shrinking, utakutana nayo kwamba kulalamika kuna haribu akili yako, kunung'unika kuna haribu akili yako physically. Kwa hiyo mwanamke, kutokana na ubabe wa mwanaume, anabakia na masikitiko na malalamiko ndani ya moyo wake, akili yake inapungua nguvu, anajikuta tu hana hamu ya kufanya mapenzi na mume wake. Ni kweli mume wake ana uwezo wa kufikisha kileleni, sawa, uwezo wa kufikisha kileleni mume wake anao mkubwa tu, lakini hana hamu kabisa ya kufanya mapenzi na mume wake, hana hamu. Sasa mwanamke mwenyewe anajishangaa, sina hamu na mume wangu, hatumii majira wala nini, lakini hana hamu na mume wake. Hizo kesi nimekutana nazo. Asema mume wangu akinishika kama vile ananikwaruza na miba, lakini ni kwa mchepuko, nikishikwa hivi naloana. Hiyo kesi nakupa stori ya kweli, sio hadithi ya paka na panya, nakupa stori ya kweli kabisa. Huyu mwanamke anaambia, yani mume wangu akinishika kama vile nashikwa na miba, lakini nikishikwa na mchepuko naloana hapo hapo. Nikishikwa naloana, huku chini kuna loana. Sasa kwa sababu uelewi sayansi, unaweza kusema haiwezekani bwana, haiwezekani kweli, ajisikie kama vile anachomwa, haiwezekani. Nakwambia inawezekana kabisa. Hii akili hii, kuna kitu kinaitwa placebo. Ukitaka kuelezea sayansi yote utapata shida sana kuelewa. Sasa ndio hapo sasa, huyu mwanamke hajielewi. Kwa nini sina hamu na mume wangu? Hajielewi. Kumbe kuna mambo ambayo ameyaweka ndani ya moyo wake, yameibadilisha akili yake. Sasa anahitaji apewe elimu ambayo inaitwa emotional regulation. Sawa, emotional regulation, jinsi gani ya kubadilisha zile hisia ambazo zilikuwa zimenyonya zikakaa sawa, kama vile friji. Friji ina kitu kinaitwa thermostat. Ikipoa sana inajizima, joto likiongezeka inajiwasha. Joto ikiwa baridi sana inajizima, joto likiongezeka inajiwasha. Sasa ndio inaitwa emotional regulation, jinsi gani ya kuziweka hisia zako kwenye balance. Sasa wanawake wengine hawalijui. Wanawake wengine hawalijui. Unaweza kukuta mwanamke ni Mungu, akiwa kuna marafiki zake ni mwongeaji kweli. Watu wengine wanaondoa hizo stress zao kwa njia mbaya, kwa kuongea sana. Sasa kwa marafiki anaongea sana, lakini kwa mume wake mkimya. Lakini kwa marafiki anaongea sana, lakini kwa mume wake mkimya. Ongea sana, lakini kwa marafiki atatia story. Shoga. Atatia story kweli, lakini kwa mume wake mkimya. Sasa pale anapokuwa mkimya kwa mume wake, mwanamke tayari anaiharibu akili yake bila yeye kujua yale manunguniko alionayo. Nikisema hapa atafanya hivi, nikisema hivi atafanya hivi. Huyu mume wangu naye uko ndani ya moyo. Sasa hajui, anaendelea kujaribu akili, hajui. Ndio maana Biblia inasema kwamba mwanamke mpumbavu anaibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwa hiyo kuna vitu utafanya. Nakupa story ya kweli ndani ya hizo karatasi chini. Nakupa story ya kweli. Hii story nimeitoa hapo nyuma. Huyu dada nilimsaidia kama miaka 8 iliyopita. Ndoa yake ilivunjika. Kosa liko kwa mume wake. Akapata mchepuko. Mchepuko ni mfanyakazi mwenzie na yeye ni bosi wa huyo mfanyakazi. Sawa? Uhusiano umeenda vizuri kweli, mpaka mwanaume anamsifia. Yaani unavyojua mapenzi, nilimpa video huyu dada, hizo video za jinsi ya kumnogesha mwanaume, yale maeneo 14 ya mwanaume, jinsi ya kuyachezea vizuri. Nilimpa hizo video. Mwanaume akawa anamsifia kweli, yaani unajua mapenzi ya kitandani. Yaani mapenzi ya kitandani. Unajua akamsifia. Na kuzungumza hiyo ni miaka 8 iliyopita. Sasa huyu dada akawa anategemea kwamba ile peke yake inatosha. Sasa kanipigia simu Jumamosi 2 zilizopita, kanipigia simu. Naambia daktari amebadilika sasa hivi. Nikamwambia amebadilika. Nikamwambia hivi,
unahitaji ku-update. Sawa? Unahitaji ku-update issue. Unahitaji ku-update. Akasema nitakutafuta. Hajanitafuta mpaka sasa. Na atazinitafuta, najua atanitafuta kwa sababu najua mambo yataendelea kuoza. Najua atanitafuta, mimi sijamtafuta. Hela nazo. Ni mwanamke ambaye anaweza kumkopesha mwanaume milioni 8. Ni mwanamke ambaye anaweza kumpa mtaji mume wake milioni 17. Anaweza. Sasa mume wake alizikataa. Ndoa ikaanza kuyumba tokea hapo. Mume wake anamwambia bwana, nikupe mtaji milioni 17. Mwanaume anasema mimi siwezi kupewa hela na mwanamke. Unaweza kuona ubabe hiyo. Hiyo story kweli. Na mwanaume ni very handsome. Very handsome. Nilisha mpaka picha. Sasa nataka kusema ni hivi. Kwamba naposema kwamba mzigo mkubwa ni wa mwanaume. Asilimia kubwa ya wanaume hawana muda wa kukaa na kufikiria, kutafakari. Yaani kujihoji. Naomba unisikilize hapa. Utakuta mwanaume hana muda wa kutafakari. Hana muda. Yuko busy na hili, yuko busy na hili. Hana muda wa kutafakari. Sasa nikupe story ya kweli nyingine, ili uweze kunielewa. Huyu mwanaume anafanya kazi mikoa miwili kutoka pale mwanamke alipo. Na anakuja katika mwezi, anakuja mara 2 nyumbani. Sawa? Anakuja mara 2 nyumbani. Siku ile ya kwanza akifika, kwa mfano amefika Ijumaa, afanye tendo la ndoa na mke wake. Anasema nimechoka safari, afanye tendo la ndoa. Siku nyingine anafanya, lakini kiuvivu sana. Mwanamke akiuliza anasema bwana, nimechoka tu mawazo, kwa sababu wana miradi hapa na anakwenda kufuatilia, anakwenda mshinda kwa marafiki zake na nini. Muda ukaa na kuongea na mke wake hana. Alafu hawajapata mtoto. Wana mtoto mmoja, wanatafuta ndoa ina miaka 14. Wana mtoto mmoja, hawajapata mtoto. Sasa hawajui, kuna video moja nitawekea kesho, kwa nini nimekutana na tafiti zinaonyesha kwamba wanaume wengi mbegu zao za kiume hazina uwezo wa kuzalisha. Sawa? 2 ya 3 ya wanaume. Kuna shirika moja lina kazi ya kupima mbegu. Sawa? Hii video itakuwa video fupi sana. Nitakuwekea hapa. Sasa kwenye hii video nitakuelezea kwa nini watu wengine wanakosa kuoga maji ya moto kunaharibu mbegu za kiume. Sasa hiyo ni video nyingine inakuja, itakuwa ni fupi, lakini nitatoa maelezo yake hapo. Sawa? Kuoga maji ya moto kunaharibu mbegu za kiume za mwanaume. Kwa mwanamke haziharibu, lakini kwa mwanaume maji ya moto yanaharibu. Hii ni sayansi. Unaweza kuitafuta hata kwenye Google. Nitakuelekeza, lakini kwa kesho nitaelezea kesho nitatengenezea video yake fupi sana. Umuone huyo mama anachozungumza kwenye video, anaongea na ni mtaalamu. Sawa? Sawa? Anasema haelewi kwa nini hali hiyo ipo. Mbegu za wanaume nyingi ni mbovu. Haelewi kwa nini. Sasa mimi nataka nieleweshe dunia kwa nini mbegu za wanaume wengi ni mbovu. Lakini hawajijui, wabakia tu kulaumu wanawake. Mke wake asipozaa na kulaumu mwanamke. Anaenda anaoa mwanaume mwingine, alafu yule mwanaume anatiwa na mwanaume mwingine huko, anafa mimba, anasingiziwa yeye anajiona mjanja. Sasa naomba unisikilize. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unazaa wanawake watupu au wanaume watupu. Kumbe hujui kwamba mbegu zako zimeharibika, zile chemical reactions zake. Hiyo tulizungumzia kwenye video nyingine. Nilikuwa nakupa tu kionjo. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, subscribe ili usije ukakosa hiyo video. Ili nitakapoweka hiyo video nyingine upate taarifa haraka sana. Kuna vitu vingine nitaongezea. Zani hiyo kuoga maji ya moto ubaya wake. Nitakuongezea vitu vingine hapo. Hiyo ilikuwa ni baadhi ya taarifa nakupa. Lakini nataka kuzungumza ni hivi. Kitu cha kwanza ambacho wanaume wajue, mnajipa kazi sana ya kuelewa wanawake kwa sababu hamna muda wa kukaa nao. La pili, hamna muda wa kutafakari. Kwa hiyo utamuona mwanamke ni mzigo kwa sababu huna muda wa kutafakari kumwelewa huyu mwanamke. Usipomwelewa mtu huwezi kumpenda. Utaishi na huyu mwanamke kiwajibu tu. Unaona? Kiwajibu tu. Lakini huna hisia naye.
unashindwa kuwa excited, yani kumchangamkia mke wako kwa sababu hujamwelewa. Sasa sipendi kuongea mambo mengi sana ya sayansi, lakini sayansi ni sasa. Kikubwa ambacho nataka nikiseme kwa kumalizia ni kwenye tendo la ndoa sasa, ambapo hapo ndio pagumu. Wanaume tunapenda tendo la ndoa, asikudanganye mtu. Tumeumbwa na kichocheo cha kupenda tendo la ndoa mara 16 kuwazidi wanawake, kinaitwa testosterone. Na tendo la ndoa ndio kipengele pekee ambacho kinaondoa stress kwa mwanaume. Ambao nasikiliza, kinaondoa stress kwa wingi sana. Tendo la ndoa kinaondoa stress.